Halo, habari za leo. Karibuni tena Pedo and Rose Stories. Namshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa kuniweka tena na nipo hapa tena siku ya leo. Mada ya leo nataka nizungumzie sababu kuu 5 za kupima VVU au kupima HIV. Ni kwa nini mtu unataka upime? Kwa nini uende kupima VVU? Kuna faida gani ya kupima VVU? Faida ya kwanza, ngoja nitoe miwani hii ili niweze kuonekana vizuri. Faida ya kwanza ya kupima VVU, nikiwa na uhakika wa afya yako. Unapopima VVU, tayari unajua kabisa kwamba afya yangu ikoje. Nina maambukizi au sina maambukizi. Na kama huna maambukizi, basi inakusaidia kuweza kuendelea kujikinga zaidi. Na kwa bahati mbaya, kama una maambukizi, basi sasa hivi dawa zipo, moja kwa moja unaanza dawa, huwezi kusubiria tena. Kwa hiyo inakusaidia kuanza dawa mapema kabla kinga yako mwilini haijazoofika au afya yako haijazoofika na kinga yako haijaharibika. Alafu namba 2, kupima ni rahisi. Hili nalizungumzia mara kwa mara. Kupima ni rahisi, kupima ni bure. Na pia katika vituo vya kupima kuna usiri. Mnaona? Yaani unatunziwa siri. Sio kwamba ukitoka kupima basi wanaanza kusema ulienda kupima VVU. Hapana. Ukiondoka hakuna hata mtu anayejua kama ulienda kupima VVU au vipi. Sasa hivi imekuwa more advanced zaidi, na hasa hapa Uingereza unaweza ukaletewa kiti hata nyumbani ukajipima mwenyewe ukajua. Kwa nyumbani bado sijajua, kwa hiyo sielewi, lakini bado ukienda kwenye vituo vya kliniki unapima bure, unajua afya yako. Kama umeathirika unaanza dawa, na kama hujaathirika basi unamshukuru Mwenyezi Mungu, unaendelea kujikinga zaidi. Hapa Uingereza unapima kwenye community organizations zinapima, hospitali wanapima, kwa ma-GP wanapima, kwenye sexual health clinic wanapima. Kwa hiyo ni swala la wewe kuamua na kwenda kupima. Alafu namba 3, unajilinda na unawalinda na wengine, kwa sababu ukishajua status yako kwamba umeathirika, kitu cha kwanza unaanza dawa moja kwa moja. Na ukianza dawa ndani ya siku 90, kama umekunywa dawa zako tu vizuri katika muda unaotakiwa, unajikuta U equals U, ambayo undetectable equals untransmittable. Huwezi kupasi tena virus kwenda kwa mtu mwingine. Kwa hiyo unaona kumbe kuna faida. Ukianza dawa na ukanywa dawa vizuri, huwezi kuambukiza mtu mwingine. Unaona? Kwa hiyo tayari hiyo ni njia mojawapo ya kuwalinda wengine ili wasipate maambukizi. Halafu unajilinda pia wewe mwenyewe. Unaona, kwa sababu utakuwa umekunywa dawa na zimesaidia kufubaza vile virusi ambavyo viko mwilini, na kinga yako pia inaendelea kuimarika. Kwa hiyo ile kinga iliyokuwa iko mwilini haiharibiki, bali kinga ile CD4 cells zitazaa tena zingine, na unakuwa na kinga ya kutosha mwilini. Kwa hiyo kumbe kuna faida ya kupima na ukajua status yako mapema. Namba 4 ni kupata matibabu na sapoti unayoihitaji. Unapopima unapata matibabu na unapata sapoti unayoihitaji. HIV matibabu ni bure kwa kila mtu. Matibabu ya HIV ni bure kwa kila mtu. Serikali zina subsidize. Kwa hiyo sisi watumiaji tunajua kwamba ni bure kwa sababu serikali imetusaidia. Serikali imebeba mizigo kwa ajili ya kulinda watu wake momonyoke. Unaona, kabla ya wakati. Kwa hiyo tunazishukuru serikali zetu.
Kama una HIV, kuanza tiba mapema ni vizuri zaidi. Kuna huduma za kukusaidia kuishi vizuri na VVU. Kwa hiyo kama umegundulika una HIV, unaanza matibabu mapema. Na vile vile kuna huduma za kukusaidia jinsi ya kuishi na VVU. Kwa hiyo kuna faida nyingi sana za kupima VVU. Alafu namba 5, kuwa juu ya afya yako na bakia juu ya afya yako. Yaani uwe juu ya afya yako na ubakie juu ya afya yako. Ijue afya yako. Ndio hiyo, ubakie juu ya afya yako. Ujilinde wewe mwenyewe, tayari uko juu ya afya yako, na uwalinde na wengine. Chukua control ya afya yako na uishi vizuri. Kama majibu ni negative, unaendelea kuchukua tahadhari ulizokuwa unachukua. Kwa hiyo unaendelea kuchukua hizo tahadhari ili usipate maambukizi kutoka kwa watu wengine. Mtu anapokufa kwa AIDS au ukimwi, yani kwa siku za sasa hivi, mtu anapokufa kwa AIDS au ukimwi, ni kwamba huyo mtu amechelewa kwenda hospitali kupima. Huyo mtu amechelewa kujua afya yake. Pia amechelewa kupata tiba. Ameishi maisha bila kujua kama ana maambukizi. Kwa hiyo ile kinga ya mwili CD4 imeharibiwa. Kinga ya mwili hakuna mwilini. Mwili umegeuka kuwa jalala la magonjwa. Kwa hiyo unakuta huyu mtu sasa anapata AIDS au anapata ukimwi. Unaona, kwa sababu sasa hivi tiba ipo. Huwezi kulinganisha na ile miaka ya 80, miaka ya 90. Kulikuwa hakuna dawa. Kwa hiyo ilikuwa mtu ukipata ukimwi au ukigundulika una HIV, yani unaenda utaibembeleza ile kinga, lakini inafikia mahali hakuna tiba, basi ndio inakuwa umepata ukimwi au umepata AIDS. Kwa hiyo sasa hivi dawa zipo, tuhimize rafiki, ndugu, jamaa kwenda kupima na kujua status zetu. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Msisahau kushare video hii na mtu mwingine pia anufaike. Msisahau kulike, kucomment na kusubscribe kwenye hii channel. Mimi sio mtaalamu wa afya wala sio daktari wala sio nesi, lakini nazungumza kutokana na experience yangu ya kuishi na VVU kwa zaidi ya miaka 31. Ninamshukuru Mwenyezi Mungu. Asanteni sana.